Nilimwisha mwita Mheshimiwa Mary Francis Masanja. Mheshimiwa Juma Usonge Hamad atafuatia. Mheshimiwa Rehema Juma Magila ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii ili na mimi niweze kuchangia katika bajeti ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametupa afya njema na leo tumeweza kukutana hapa. Lakini kipekee kabisa Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii nimpongeze na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya 2020-2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukitizama miradi mikubwa ya kimikakati iliyofanyika katika mkoa wa Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla, siwezi kuielezea hapa kwa siku moja. Miradi ni mikubwa na imetekelezwa kwa asilimia zaidi ya 98. Nikienda kwenye upande wa Kigongo Busisi, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sekta ya ujenzi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Daraja hili Mheshimiwa Mwenyekiti liliachwa likiwa asilimia 25 na mtangulizi wake. Lakini hivi ninavyoongea Mheshimiwa Mwenyekiti, daraja hili sasa limefikia asilimia 98. Mheshimiwa Mwenyekiti, wana Mwanza tunajiandaa kwenda kusherehekea ufunguzi wa daraja hili. Na daraja hili Mheshimiwa Mwenyekiti lina ukubwa wa kilomita 3.2. Tanzania hapa alipo Afrika Mashariki nadhani ndio tunaongoza. Lakini ukiliangalia Mheshimiwa Mwenyekiti, linatupa sifa nzuri ya nchi yetu, lakini linatangaza utalii wa kanda ya Ziwa hususan mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, faida ya daraja hili kusimamia ni maono yatokee kwa vikubwa. Daraja hili linaenda kuokoa vifo vya mama na mtoto. Wakati ule tunatumia kivuko Mheshimiwa Mwenyekiti, wakina mama walikuwa wanakaa zaidi ya masaa 6 pale kwenye kivuko wanasubiri kivuko, na wakati huo wanakimbizwa kwenda kujifungua. Leo hii Mheshimiwa Mwenyekiti, pale tutatumia dakika chache tu na wakina mama watawaishwa na usalama wa mama na mtoto utapatikana. Lakini ukiacha hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna faida nyingine ya uchumi. Uchumi utakuwa mkubwa, utafungua mikoa jirani, mkoa wa Geita, mkoa wa Kagera, Simiyu, mikoa ya jirani inayozunguka daraja hilo kwa maana ya mkoa wa Mwanza itafungua uchumi mkubwa. Lakini nchi jirani pia Mheshimiwa Mwenyekiti zitaweza kufaidika kwa sababu kutakuwa na urahisi sasa wa kuzunguka kwa maana ya kupitisha biashara mbalimbali kwenda ndani ya nchi lakini na nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiacha faida hizo, lakini pia daraja hili linaenda kuokoa muda ambao ulikuwa unapotea kwa kusubiri kivuko kwa muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaenda katika sekta ya nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sekta ya nishati sisi wakina mama tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kututua kuni kichwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tangu mababu na mababu zetu wamekuwa wakitumia nishati chafu ya kupikia. Mama zetu hasa upande wa kanda ya Ziwa wamekuwa wakisingiziwa wengine wana mambo ya kishirikina kwa ajili ya macho mekundu. Lakini moshi huu Mheshimiwa Mwenyekiti unaenda kuathiri mapafu. Mapafu haya yanaleta athari kubwa na madhara makubwa ya kiafya, na matokeo yake Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wetu wanatumia gharama kubwa kwenda kujitibia. Lakini leo hii Mheshimiwa Mwenyekiti, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ameibeba kama ajenda ya kitaifa, na hii ajenda ni ya kidunia, lakini mama ameibeba kama ajenda ya kitaifa. Leo hii hakuna mama asiyejua matumizi bora ya nishati safi ya kupikia. Tunamshukuru sana, lakini ninaiomba Wizara ya Nishati itusaidie sasa hawa wakina mama, kwa sababu sasa kuna mwamko mkubwa wa kutumia nishati safi ya kupikia. Lakini changamoto iliyopo Mheshimiwa Mwenyekiti ni kwamba bei ya kulifili au kuongeza ile gesi ni kubwa sana, ukizingatia uchumi wa kina mama uko chini sana. Tunaiomba serikali iendelee kuongeza ruzuku ili hawa wakina mama wasiishie kukaa na mitungi ikiwa mitupu
na waendelee kurudi tena kwenye hali ile ya zamani ambayo kwa sasa hivi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninavyoongea tayari tunaenda kuokoa ukataji wa miti hovyo. Mazingira ambayo yalikuwa tayari yanaendelea kuharibika sasa hivi yanaenda sasa kuimarika vizuri. Niombe serikali yangu tukufu ilione hili ili endelee kutoa ruzuku katika eneo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba pia nizungumzie swala zima la sekta ya uchukuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya uchukuzi kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, mkoa wa Mwanza ni mkoa wa pili kitaifa kwa kuwa na idadi ya watu wengi. Lakini ukiacha hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Mwanza ni wa pili kwa kuchangia pato la taifa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Mwanza imepakana na mikoa zaidi ya 5 ambayo huwa inatumia swala zima la matumizi ya uwanja wa ndege wa Mwanza. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kinachosikitisha ni kwamba hakuna ruti ya kutoka Mwanza kuja Dodoma na kurudi Mwanza. Wasafiri wanaotoka Mara, wanaotoka Simiu, wanaotoka Shinyanga, wanaotoka Kagera, Geita, inatulazimu kufunga safari zaidi ya masaa 10 kutoka Mwanza kuja Dodoma kufata huduma za kiserikali kwa maana ya wananchi, lakini hata sisi wenyewe waheshimiwa wabunge tunapokuja bungeni. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia kama mkoa huu tu pekee unachangia asilimia ni ya pili kwa kuchangia, inachangia 7.2. Kwa nini kusiwepo na ruti inayotoka Mwanza kuja hapa Dodoma na kurudi? Ni nini kinachokwamisha, Mheshimiwa Mwenyekiti? Lakini pia niombe Wizara ya Uchukuzi, pale Mwanza kuna upanuzi wa jengo la abiria, na upanuzi wa jengo hili utasaidia uwanja huu upate sifa ya kuitwa uwanja wa kimataifa wa Mwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakwama na tunakwamisha uchumi mkubwa katika mkoa wa Mwanza kwa sababu Mwanza ni lango zuri kwa swala la utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, watalii wanazunguka, wanapita Arusha, wakitoka Arusha kilomita zaidi ya 100 na kitu, ya 500 na kitu kwenda kuiona Serengeti. Lakini ukiwa Mwanza kwenda Serengeti ni kilomita 134 umeifika lango la Serengeti. Lakini kwa sababu uwanja huu sio wa kimataifa, ndege kubwa haziwezi kushuka pale kwa sababu tu ya jengo la abiria ambalo mpaka sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, limekwama. Ninaiomba serikali yangu, ninaiomba Wizara ya Uchukuzi iweze kulitilia maanani swala hili ili tufungue uchumi wa Mwanza na usafiri wa anga uweze kuimarika katika mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo aliweza kuzindua huduma ya usafiri wa reli. Mheshimiwa Mwenyekiti, usafiri huu ni wa raha. Ni usafiri ambao hakuna Mtanzania ambaye hajaufurahia. Sote tumeufurahia na wote tumeonja raha ya usafiri wa reli. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ametupa heshima kubwa kitaifa na kimataifa. Sasa hivi usafiri wa reli hakuna mtu asiyeupenda. Na nimeiona bajeti ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ya kwamba vipande vilivyobaki ni vipande vya Mwanza Isaka, kuna Makutupola Tabora, Tabora Isaka na Tabora Kigoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunatamani sana reli hii tuonje utamu wanaopata wengine kwenye upande wa pili. Mheshimiwa, nasema hivyo kwa sababu tukiweza kuunganisha reli hii kakamilika, kwanza tutaokoa muda, lakini pia uchumi utakuwa na tutarahisisha muda wa wananchi kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa wakati. Lakini pia tutapunguza ajali, Mheshimiwa Mwenyekiti. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Mary Masanja.